Asante sana kwa kukubali wito wa kuja kulizungumzia hili kwa leo kwa kitofauti. Nataka tukae japo nimekushukizia kwa sababu shida Tina nitakuja. Sasa nataka tuende moja kwa moja kwenye hii njia ambayo mimi nimepita na kutafuta wewe ili tulizungumzie kwamba katika hii video ambayo inatembea ya mtoto na baadhi ya wazazi wameonyesha kusikitika sana na ile tukio ambalo mtoto amelifanya kwa mamake. Mama anacheka tu, yaani mtoto, yaani ni kama vile je, ni kweli kwamba sasa hivi wazazi tumeshindwa kuwalea watoto au ikoje? Wewe unazungumzia kama mama mchungaji. Amen, amen. Asante sana na kwanza kabisa nishukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepata leo kuweza kuzungumzia jambo hili, na nataka niangalie Biblia zaidi kwa sababu neno la Mungu linatuelekeza nini cha kufanya kwa habari ya malezi ya watoto na pia kwa habari ya watoto kuwatii wazazi wao. Soma katika kitabu cha Mithali 22 na mstari wa 6. Mithali 22 na mstari wa 6. Tutasome katika, anasema mlee mtoto katika njia ipasayo naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa mimi naweza nikasema cha kwanza, sitaki kumlaumu mama moja kwa moja, lakini kwa asilimia kubwa inawezekana mama hajasimama katika nafasi yake. Either ni mama mwenyewe ama pamoja na baba. Sijajua kama historia ya mtoto anaishi na mama peke yake ama anaishi na baba, lakini neno la Mungu hapa linatuambia mlee mtoto katika njia ipasayo naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa huyu mama na huyu baba ambaye wamezaa mtoto wamemtengeneza kwenye mazingira gani? Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba utakapomlea katika njia ipasayo yeye hataiacha. Kwa nini anaiacha? Kwa sababu kwa nini afanye njia tofauti? Kwa sababu hajalelewa katika nini? Katika njia inayomfaa. Tunahitaji wazazi kusimama katika nafasi yetu. Nirudi hapo samahani, nitakuuliza maswali kwamba ina maana kila mtoto anayeharibikiwa mzazi akusimama kwenye nafasi? Kuna asilimia, ndio maana nimesema kuna asilimia kubwa sana za mzazi. Ni kweli kuna mambo ya kiroho, unakuta mtoto pengine amevamiwa na nguvu za giza, sikatai hilo. Ama kuna wanasema roho za kifamilia, pengine ni kitu ambacho kiko katika familia, katika ukoo, yaani watoto wamekuwa wakikutwa watii wazazi. Lakini kama mzazi ukisimama vizuri kwenye nafasi yako, na mimi mtoto atakuwa katika nafasi nzuri. Kwa sababu hata Biblia inaturuhusu kuwachapa watoto. Kuna wazazi wengine wanakuwa wanawalea watoto, hata kuwachapa anamwonea aibu mtoto, ama anaona sasa huyu anamlea kwa malezi ya kisasa, naweza kusema, ambayo wazazi wengi hawachapi watoto. Kwa nchi zetu za Kiafrika hii haijaingia sana, lakini kwa nchi za nje ni sheria kabisa, hauruhusi kumpiga mtoto. Yaani sheria inapishana na neno la Mungu. Ndio maana unakuta kule kuna uharibifu mkubwa sana. Ila sasa tukirudi hapa Afrika, huyo mama kwa asilimia kubwa ana nafasi kubwa sana kwa mtoto wake. Kwa sababu kama mama, Biblia inatuambia katika kitabu cha Yeremia 31 pale, inatuambia kwamba mwanamke ni mlinzi. Mungu amemweka mwanamke kwa nani? Mlinzi. Sasa anapokuwa mlinzi, anatakiwa alinde watoto wake, sio tu physical kwa maana ya kuwachapa tu kwamba tunapokosea kuelekeza, lakini kwa maombi. Maadili mengi sana yamepotea katika jamii yetu kwa sababu mwanamke hajasimama vizuri katika kuombea familia yake. Ndio maana nimekuwa nikisema wanawake wengi wamekuwa ni chanzo cha kuharibika kwa maadili. Kwa nini? Kwa sababu hawasimami kwenye nafasi yao kama mlinzi. Lakini tukisimama vizuri kwenye nafasi zetu kama walinzi, kama wanawake, ninaamini tutachangia mchango mkubwa sana katika familia zetu. Sasa huyu mtoto pengine ameshindikana kimwili, huyu mama anatakiwa aingie kiroho. Sasa tumekuwa na wimbi la, tuseme, kwa sababu tunazungumzia mama hapo, wamekuwa wakitamani sana kuwa na watu wa kuombewa. Amie hapa ombe, lakini hataki kusimama yeye mwenyewe kama mwana maombi asimamie familia yake. Ni uviko ambao umetokea katika karne hizi. Tunapenda sana leo unakuta mtu amehama hapa na huko anataka tukuombewe. Lakini kiukweli mwanamke anatakiwa awe mlinzi
kwenye eneo la kimwili, lakini pia katika eneo la kiroho, kuombea familia. Huyu mtoto kama amepata uvamizi pengine shuleni, pengine alikuwa na uvamizi pengine katika familia, popote vile, mama ana mamlaka kubwa ya kuingia rohoni na kupingana na ile roho ambayo inapambana na nani? Na yule mtoto wake. Kwa hiyo kumpiga ni jambo moja, kwa maana ya kwamba lazima mtoto achapwe fimbo. Hatutaki kuwalea watoto kimayai, kwa sababu ndo mwisho wa siku tunasema mtoto anakupana kichwani, kwa sababu anajua anaweza kufanya hichi na mama asiweze kufanya chochote. Lakini pia tu sio kimwili, mama anatakiwa asimame vizuri kwenye maombi. Kwa hiyo sijajua state ya mama ya kiroho ama vipi, lakini ana nafasi kubwa sana kwenye kuchangia hali hiyo ambayo imetokea kama mlezi. Hata Biblia yenyewe inatuambia mlee mtoto katika njia ipasayo, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ndio. Na tukiangazia hapo, unahisi ni yapi yampasayo mwanamke hasa katika swala zima la malezi? Tukiachana na swala la kuchapa fimbo na kumkemea labda kwa kufanya kosa, kitu gani mwanamke kama mlinzi ambaye amewekwa kuilinda familia yake, kulinda, ana maandiko yanasema jambo jipya Mungu ameachilia duniani, mwanamke atalinda mumewe ikiwa ni pamoja na watoto wake, kwamba yapi yampasayo huyu mwanamke wa sasa hivi anatakiwa kuyafanya au kuyaepuka ili kuhakikisha anaokoa kizazi chake? Okay. Jambo la kwanza kabisa kwa mwanamke ambalo naona anatakiwa aliangalie kwa upya ni swala la malezi kama mwanamke. Kwanza changamoto imeanza hii, wanawake, sisemi kama kufanya kazi ni dhambi. Ni vizuri kujishughulisha, ni vizuri kufanya kazi, lakini lazima kuwa na muda wa kutosha wa kuwa na watoto, wa kuwafundisha, wa kuwaelekeza. Sababu watoto wanajifunza kwetu kwa kuona, lakini pia kwa kufundishwa, kwa kuelekezwa na kwa kupewa majaribio ya wao kufanya. Sasa unakuta mwanamke wengi sawa wanakuwa wanafanya kazi, lakini siku za weekend nazo yuko busy na simu. Unakuta mama yuko busy na simu siku nzima, yuko pale nyumbani, au yuko busy ametoka ameenda saluni, amespend muda wote. Kwa unakuta watoto hawampati huyu mama wiki siku za wiki, lakini pia hawampati mama siku ambazo yuko off. Akitoka kanisani Jumapili amerudi, sijui ana vikao na nini. Kwa hiyo sasa watoto kikoba. Watoto wanakosa ule muda mzuri wa kuelekezwa na mzazi. Ule muda wa mzazi kumwelekeza mtoto kwenye mambo ya kiroho, lakini pia kwenye mambo ya kimwili. Leo hii ni very unfortunate, naweza nikasema ni bahati mbaya sana. Unakuta watoto hata wa kike hawajui kupika. Hawajui stadi za kazi hapo nyumbani. Zamani kwa tunafundishwa hata kufanya shughuli za kilimo hapo nyumbani, wanalima kibustani. Lakini leo hii skills hizo zimepungua ama hazipo kabisa, kwa sababu mama ambaye ndio source kubwa ya ulezi kwenye familia yuko busy sana na utandawazi tulionao sasa. Kwa hiyo naweza kusema muda ambao mzazi anaweza kuwa nao kwa ajili ya watoto wake umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unakuta wale watoto badala ya kujifunza vitu, unakuta wamefungulia TV siku nzima, anaangalia channel za kidunia ambazo zinaonyesha watu wako uchi, tamthilia zinafundisha watu maadili. Unakuta kwenye tamthilia tu mzazi amekaa hapo, anakuja mtoto anamtukana mzazi wake, anajifunza pale kwenye tamthilia, na mzazi ndio amemwachia tamthilia, amemwachia media imfundishe mwanae. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ya mwanamke. Mwanamke tumeumbwa kwa ajili ya kukana familia na kuziweka familia vizuri. Biblia katika Mithali 31 pale inaelezea mwanamke lazima awe mchakarikaji, afanye biashara, aingize kipato, lakini hiyo haisababishi kwamba asiwe na muda na familia. Lazima awe na muda na familia, kuwafundisha mambo ya skills za kimaisha kabisa, lakini pia anatakiwa wafundishe watoto wake mambo ya kiroho, wasimame vizuri kiroho, awafundishe kuomba, aombe nao. Kwa hiyo hapo mzazi tunahitaji kujifunza na kujitathmini zaidi. Kwa nini sasa hivi familia zetu zimekuwa na watoto ambao ni watukutu ama hawaendi katika mstari ambao wanaofuata? So tumewaachia tamthilia, TV, wasichana wa kazi wawafundishe. Wameadapt tabia kutoka kwenye TV, kwenye redio, kwenye mitandao, simu hizi wengi wanazo sana. Nini maoni yako kwa mwanamke anayekusikiliza sasa hivi?
Maoni yangu kwa mwanamke ambaye ananisikiliza, ninaweza nikasema ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo 6 pale. Ukifungua katika Mathayo 6, nitafungua hapa haraka Mathayo 6, tutasoma kuanzia ile mstari wa tufungue Mathayo mlango wa 6 pale. Tutasoma kuanzia mstari wa 5. Anasema tuanze kwenye mstari wa 9. Anasema basi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Nini nataka kusema hapo kwa mwanamke? Wanawake Mungu ametuamini, ametupa kwa walinzi. Ukienda kwenye ofisi yoyote, mtu wa kwanza kukutana naye ni mlinzi, na atakukagua kama je, hauna kitu cha madhara cha kuingiza ofisini. Atakukagua, na endapo ile ofisi itakutana na changamoto pengine ya wizi ama chochote, wa kwanza ambaye atashikwa ni nani? Mlinzi. Sasa kama mwanamke, Mungu ametupa nafasi kubwa sana ambayo wanawake wengi tunahitaji kufahamu nafasi tulionayo. Na nafasi kubwa sana ambayo tunayo kama wanawake ni kusimama na ufalme wa Mungu. Biblia inatuambia hapa kwenye Mathayo mstari wa 9 pale, sambali nini salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mwanamke, Mungu amekutengeneza ama amekuweka ili usimame na ufalme. Utasimama vipi na ufalme wa Mungu? Utasimama na ufalme wa Mungu kwa kuwa muombaji. Hapo ulipo naamini kuna kanisa unasali, kuna sehemu unaenda. Wewe kama mwanamke lazima usimame kwenye nafasi yako ya kuwa muombaji, kumwombea mchungaji wako, kuombea kanisa lako. Leo hii makanisa mengi yamepata changamoto nyingi sana, ni kwa sababu ya midomo. Wanawake ndio tumekuwa chanzo. Ukiangalia kuna fulani amemsema mchungaji fulani, amemsema hivi, kanisa limepasuka. Kwa nini? Kwa sababu ya mwanamke. Kwa hiyo wewe unatakiwa mwanamke usimame na ufalme wa Mungu. Utakaposimama na ufalme wa Mungu, uwe na uhakika ya kwamba Mungu atasimama na familia yako. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu atawafundisha watoto wake. Ukisimama vizuri na Mungu, watoto wako watafundishwa na TikTok, watafundishwa na Facebook wala mitandao. Watafundishwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe mama mwenyewe umesimama na ufalme. Unatetea ufalme wa Mungu, unaombea ufalme wa Mungu. Baada ya kuona mfano mchungaji ana changamoto fulani, mama mchungaji ana changamoto fulani, kanisa na changamoto fulani, badala ya kuingia na kuanza kusengenya, unaona mchungaji wetu sasa ana nguvu za Mungu ana nini, mara huyu kafanya hivi, mama fulani ni mchawi nini. Ukiona Mungu amekupa nafasi ya kuona, amekupa ili uombe, usimame na kazi ya Mungu ambayo amekuweka. Ndio maana anasema hivi kwamba ufalme wa Mungu uje. Ufalme wa Mungu huu unaletwa na nani? Ni kama kudownload kitu kikiwa kwenye YouTube. Unapokishusha pale, kitu kiko katika ulimwengu wa roho, lakini kupitia maombi ndio unakishusha kiwe dhahiri katika ulimwengu wa mwili. Sasa ufalme wa Mungu unashushwa na wanawake waombaji. Wanawake ambao wanaomba, wanasimama na kazi ya Mungu. Na ninapozungumzia ufalme wa Mungu, ninazungumzia sio tu kanisa, kwa maana kama kanisa watu waliokoka, hapana. Lakini nazungumzia hata watu ambao waliokoka, kwa sababu ufalme wa Mungu ni watu wafikiwe na Injili. Mwanamke atakaposimama kwa kuambia watu habari za Yesu, badala ya kwa mfano ofisini kwako kuna mtu ana changamoto fulani, kuanza kumsengenya nini, ukamfuata ukamwambia dada, kuna 1 2 3. Bwana Yesu anaweza kufanya 1, anaweza kufanya 2, anaweza kufanya 3. Tayari hapo umemtoa mtu kutoka kwenye ufalme wa giza, unamuingiza kwenye ufalme wa nini? Wa Mungu. Moja kwa moja unakuwa una deal, unafanya partnership na ufalme wa Mungu. Na uona hakika kwamba kama una watoto, kama una mume, kama una familia, Mungu atashughulika na familia yako, sababu wewe unashughulika na ufalme wake. Amen. Leo hii unakuta kama nilivyosema, kuna maneno mengi sana kuhusiana na kanisa, wachungaji wako hivi, lakini wewe je, umefanya nini kwa ajili ya kanisa? Umesimama ukaomba? Umesimama kwenye nafasi yako? Mungu anakutafuta wewe. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu anasema kwamba umenipa nini mpaka nikulipe? Umefanya nini kwenye ufalme wa Mungu mpaka Mungu mwenyewe akulipe? Alipe. Lazima tusimame na kazi ya Mungu wanawake, tusimame na department ya watoto. Tunajua sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la uharibifu wa watoto. Wewe ambaye unajua kwamba unahitaji kusimama na ufalme wa Mungu, unaweza kusimama kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kuombea watoto,
kwa ajili ya kuombea mama wajawazito. Hiyo yote ni ufalme wa Mungu, kwa sababu watoto wengi siku hizi wanaingizwa kwenye uchawi wakiwa bado tumboni, kwenye matumbo ya mama yao. Lakini wewe ukiingia kwenye partnership na ufalme wa Mungu, ukasema Mungu, mimi nafunga siku 7. Ninaomba kwa ajili ya mama wajawazito, ninawajua ama siwajui. Ninawaombea ili shetani asije akauchukua uzao akauingiza kwenye ufalme wa giza. Hapo unakuwa umefanya partnership na ufalme wa Mungu. Na ninachozungumza sizungumzi tu kwa sababu ni nadharia, lakini kitu ambacho binafsi nimekuwa nakifanya na nimekuwa ninawashawishi wanawake wengi sana wafanye partnership na Mungu. Mungu akikuangalia na kuona wewe una faida kwake, akikuangalia wewe, kwa mfano leo hii tuna balozi nchini India. Balozi anapotoka hapa kwenda nchini India anafanya kazi ya Tanzania. Ubalozi wa Tanzania unashughulika na mambo yake yote, kiuchumi, kimaisha. Haiwezekani balozi wa Tanzania nchini India kule ukuje anaombaomba. Never. Haiwezekani. Sasa kama mwanamke, Mungu ametupa wito wa kusimama na ufalme wake. Mungu ametuita wanawake tuhakikishe vitu vinaenda vizuri kupitia maombi, kupitia kusimama na neno la Mungu, lakini pia kupitia maombi. Mimi naweza nikasema ushuhuda mfupi wakati namalizia, hujanipa limit ya muda, lakini niweze kusema tu mimi maisha yangu nimekuwa nilifahamu hichi kitu Mungu alinifundisha kwa habari ya kufanya partnership na Mungu. Kwa maana ya kufanya kazi ya ufalme wa Mungu. Leo hii watu wengi wanakuwa wanaomba sana. Akiingia kwenye maombi ya siku 3 kavu ama siku 7, atamwambia Mungu nahitaji gani? Mungu nahitaji iPhone sijui 10 na ngapi. Ninahitaji hichi na hichi, anapeleka mahitaji yake peke yake. Anapeleka tu mahitaji yake, lakini neno la Mungu linatuambia wewe umenifanyia nini mpaka nikulipe? Umefanya nini kwenye ufalme wa Mungu? Watu wengi leo ukimwambia ingia kwenye maombi, ombea mchungaji wako, ombea mama mchungaji, ombea kanisa, ombea watu ambao hawajaokoka, ombea mama wajawazito, unaona kama vile anapoteza muda. Lakini nikuambia kwamba kuna vitu ambavyo utavifanya kwenye maisha yako kwenye ufalme wa Mungu, kuna vitu hautokaa uviombea. Labda nimalizie tu kwa kusema ushuhuda huu. Wakati Mungu amenipa kusimama na hili, alinifundisha sana kwa habari ya kusimama na ufalme wake. Na nilikuwa ninasafiri hata sehemu nyingine mbali, naenda nasikia tu sauti ya Mungu ananiambia nenda kaombea labda mkutano fulani, nenda kafanye kazi yangu sehemu fulani, nenda kahubiria watu sehemu fulani, nenda funga, omba kwa ajili ya kanisa. Na wakati fulani nilikuwa ninaenda, tunafanya mfungo wa Alhamisi na Jumamosi na rafiki yangu. Tunafunga kanisani pale, kila mtu anatoka kazini jioni, tunaingia kwenye maombi ya kesho. Kila siku Alhamisi na Jumamosi. Hakuna mtu anayejua, si matangazo kama tutamwambia tunafanya, ila tulimwambia nani? Mchungaji. Ajue kwamba tunaombea kanisa. Sasa kwa kufanya vile, Mungu alifanya vitu vikubwa sana kwenye maisha. Mambo vingine sikuviombea. Sikuwa naviombea. Nimefanya na tulikuwa tunafanya vile mfululizo miaka 2 bila kuwa na excuse. Kama leo naumwa, leo sina nini, maombi ya mapatano. Tunakuja kufanya nini? Kuombea kanisa, kuombea mchungaji. Hiyo nasema kwamba Mungu nani mchungaji atapigwa alafu kule litawanyika. Sasa ni nani anamuombea mchungaji? Kama mchungaji kila siku yeye ndo anatuombea sisi. Je, sisi tunafahamu umuhimu wa kusimama na kuombea mchungaji? Umuhimu wa kusimama kuombea kanisa? Umuhimu wa kusimama na kuombea watu ambao hawajaokolewa, kusimamia kuombea watoto? Ni huduma hizo ambazo nimesema tunasimama nazo kwenye family. Kwa wakati nimeanza kufanya zile program, nilikuwa tu nimeajiriwa kwenye kampuni. Nafanya kazi zangu. Kufanya kazi ya Mungu haimaanishi pia uache kazi. Kwa hiyo nilikuwa naendelea nayo kufanya huduma ile ya Paulo. Yes. Naendelea na kazi, naendelea kufanya kazi ya Mungu. Muda baada ya muda, Mungu akanibariki sana. Nikashangaa mara nimepata project hii, mara nimepata project hii, mara yale imeingia account, mara nimefanya biashara. Mwisho wa siku Mungu akanisaidia nikaa nasafiri nje za nchi. Nchi mbalimbali. Yaani niko Mungu amenibariki kiasi kwamba hata natamani tu nione hivi nchi fulani inafananaje. Nitembelee kwenda. Sio kwa sababu nilikuwa nimefanya biashara au ninastahili sana, lakini ninachoamini ni kusimama na ufalme wa Mungu. Kusimama na kazi ya Mungu. Wakati mwingine nilisafiri kwenda mkoani na Roho Mtakatifu akanipush kwenda kuombea mkutano. Nilikuwa na 16. Ninazungumzia kusimama na ufalme mwanamke. Unaposimama na ufalme, Mungu anashughulika na familia yako, na watoto wako, na kila kitu kinachokuhusu uchumi wako. Haiwezekani Mungu balozi tu wa Tanzania akitumwa India hawezi kuwa ombaomba.
inawezekanaje wewe ambaye kweli unasimama na kazi ya Mungu kwa uaminifu ukaishi maisha ambayo ya shida ya aibu? Haya, asante sana mama mchungaji Obedi Katunzi. Labda kama watu najua na material mengi sana, kuna wakati tutakuruhusu tena aunge ili tuweze kuzungumza mengi zaidi katika mafundisho mazuri zaidi, si ndio? Amen. Utakubali? Nitakubali kabisa. Haya, sasa watu labda wanatamani kujifunza zaidi au kutamani kuwasiliana nawe zaidi. Mawasiliano yako labda wanataka kukupata na kupataje kwenye social media? Amen. Kwa social media ninapatikana YouTube. YouTube jina Neno la Maarifa. Neno la Maarifa. Yes. Kama la Power Drive. Yes. Kama la Power Drive. Na ninaamini pengine hii ni partnership ambayo Mungu ametupa. Kwenda kuna mambo mengi tunaweza kufanya. Kuendelea kuleta maarifa kwa mwanamke mmoja. Yes. Twende. Kwa Neno la Maarifa YouTube pale inapatikana. Mtu akiandika tu Neno la Maarifa inakuja wewe. Inakuja mimi pale. Utaona pale ni platform ambayo inamhusu mwanamke. Naweza kujisimamiaje na kusimama, lakini pia nina run maombi kwa sababu maarifa tunayapata pia kwa maombi. Kwa tunafanya maombi saa 6 usiku, kuanzia saa 6 usiku unakuwa live. Yes, live pale tunafanya maombi na mafundisho mbalimbali yako pale. Na kwa namba ya simu napatikana kwa namba 0712 69 9762. Tarudia tena 0712 69 9762. Kwa kama mtu anahitaji maombi, anataka kuombea mtoto wake na vitu vingine vyote pamoja na ushauri na elimu, anaweza kutafuta tena kwa 0712 69 9762. Mungu akubariki sana mama mchungaji Obedi Katunzi. Amen. Asante sana na Mungu awabariki. Shukrani sana msikilizaji wa Praise Power Radio, faraja ya watu.